So guys, ni uchungu mkubwa sana, yani ni mwenyewe nimeifeel, ni mwenyewe nimeisikia ule uchungu ambao hii familia ya huyu msichana wameipata. Wallahi ukivaa viatu vyao wewe pia utasikia ule uchungu ambao kuna kuondokewa kwa kawaida na kuna kule kuondokewa ambako ukishasikia hiyo sababu ya kule ambako ama vile ambavyo yule mtu ameondoka kwenye dunia ikakufanya ukawa na uchungu mara 20 yake ya vile ambavyo mtu aligonjeka tu alafu akafariki kwa kawaida. So the story is like this. Kuna huyu msichana ambaye alizaliwa hivyo, si kwa ati alizaliwa akiwa mgonjwa, alizaliwa in a way that sura yake ilikuwa imekuwa kama imechomeka vile akiwa mtoto. In a way that sura ilikuwa imekunjana, nitakuonyesha picha yake. Na huyu mdada alikuwa ametoka nchi ya India, ndio maana akaamua sasa kutafuta msaada ili apate matibabu, kwa sababu alikuwa ameambiwa a raise a certain amount ndio aweze kupata matibabu ili sura yake irudi kwa ya kawaida kama binadamu wa kawaida yule. Na kwa sababu alikuwa mtoto wa kike na yataka urembo wake, yataka sura yake irudi hali ya kawaida ambayo watu wengine wako nayo pia, ili lazimu aanze kutafuta misaada kwenye mitandao. Ndio moja ya siku kwenye mtandao wa Facebook ambapo alikuwa sana akipost picha zake ili aweze kupata msaada, kulitokea Mwarabu mmoja pale ambaye alimwambia ama alimapproach na kumwambia kwamba yuamuomba awe kama ataweza kuongea na wazazi wake, yule Mwarabu atamtengenezea tikiti na visa ili aende zake UAE, ambapo ataishi na ile familia. Mwisho wa siku watampeleka hospitali ili aweze kupona ama ili apate matibabu kulingana na maelewano yao ambao walikuwa wamekeana. Msichana kiukweli alisikia raha, na kwa sababu msichana ni mtoto wa Kiislamu alichukulia that is an added advantage kwake, kwa sababu anaenda kwenye nchi ambayo alikuwa yajua wazi kabisa anaenda patana na mtu ambaye ni Muislamu ambaye atanisaidia ama ambaye atakuwa na roho ya utu ya kunisaidia. Kiukweli this was back 2022 ambapo msichana aliongea na wazazi wake kwa kumbalia na akatengenezewa visa, processing zote zikafanywa, na let me tell you that alienda kule kama visitor kiukweli, because hakuwa ameenda kule kama mfanyaji kazi. Lakini punde tu alipofika zake airport, alipopokelewa na kuingizwa ndani ya ile nyumba ama kufika ndani ya ile nyumba, yule Mwarabu alimgeuzia kibao na kumwambia kwamba ataketi naye pale kama mfanyaji kazi, yani kama house manager, ili aweze kumshughulikia mtoto wa yule Mwarabu, ambapo yule mtoto yule Mwarabu alikuwa naye pia ni kama ni mgonjwa, hayuko vizuri kwa ufupi. In a way that msichana akaona hana otherwise, madam ameambiwa atalipwa, na madam ameambiwa kwamba tutakulipa pesa ambayo utairise of which hiyo pesa itakusaidia wewe upate matibabu. Na pale mara ya kwanza alikuwa ameambiwa aende UAE ili aende akapewe matibabu ama ili aende akasaidiwe kupewa matibabu. Kumbe ilikuwa siri ni aende, mwisho wa siku akifika kule ageuziwe kibao akuwe kama mfanyaji kazi wa ndani ya nyumba. Msichana hakutarajia, lakini kwa sababu tayari yuko pale akaona isiwe kesi, acha nichape kazi. Ndio after some few days akapigia wazazi wake simu, akawaelezea the real story ambayo iko, na wazazi nao pia wakawa hawana budi in a way that wakawambia basi Allahu alam, muendelea, madam amekwambia hivyo na tayari uko huko, na sasa tukisema tuanze kuchanga pesa wajua hali yetu ya maisha, so endelea, tuna kazi. Msichana akapiga kazi miaka miwili. Yule mtoto ambaye alikuwa anamshughulikia pale ambapo alikuwa mgonjwa, yule mtoto akaja akaaga dunia of which wale wazazi walipopata ile habari ambapo walipokuwa kazini ya kwamba mtoto wao ameaga dunia na nyumba, walikuja wote pale na haraka sana. Baada ya kupelekwa hospitali, kitu ambacho wazazi walifanya ni kwamba walienda kwa police station ama walienda kwenye ministry ya police ambayo ina deal na mauaji, yani story kama hizo, cases kama hizo, na kuambia kwamba mfanyaji kazi wao ndani ya nyumba ameua mtoto wao. In a way that huyu ambaye ni Mhindi, mtoto wa Kisichana wa Kihindi, akaekelewa kesi ya kwamba yeye ndo ameua yule mtoto wa Kiarabu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesi ilichukuliwa ikapelekwa mbele na akafanyiwa utafiti. Yule mtoto mdogo aliuliwa, tunaita postmortem, hospitali akafanyiwa postmortem ionekane ameuliwa na nini ama what happened. Na postmortem kikweli ikatoka in a way that inakanganya, haikuwa straightforward, kwa sababu hiyo kesi ilifika India, na wale wazazi wa Kihindi kule ambao wa huyu msichana wa Kihindi walijaribu sana
kuongea na serikali ya Hindi ili iweze kumtetea msichana wao, kwa sababu kule aliko alikuwa amewekewa tayari kifungo cha kwamba yeye ameua mtoto pale, na hivyo basi akaambiwa postmortem inafanywa na ishaeleweka kwamba ni kweli yeye ndo ameua, basi atanyongwa kulingana na sheria ya Uarabuni, according to the information that was raised by the family back there India. Walisema kwamba mtoto wetu sahihi yuko kwenye kifungo of which kesi inaendelea, baada ya kwamba ikishamalizika ikionekana ni kweli ya kwamba yeye ndo ameua, basi yeye atanyongwa. Na kikweli msichana hapokuwa akiongea na familia yake alikuwa yambia familia yake, mimi sijawahi atafikiria kunyonga mtoto, wala sijawahi fikiria hata kuua mtoto, lakini sasa mtoto amefariki tu mwenyewe, na mtoto alikuwa mgonjwa, na kikweli mtoto alifariki. Msichana wa Kihindi anasema mtoto alifariki kwa sababu ya zile dawa ambazo alikuwa akipewa kule hospitali. Ile injection ambayo alipewa haikuwa yamfaa, na mimi nilioelezea, lakini it is as if they didn't understand me, na mtoto amefariki sahi wananiekelea mimi, wanasema mimi ndo nimeua mtoto. So the hospital ambao yule msichana yule mtoto wa Kiarabu alikuwa akipelekwa kila wakati ndio alifanya postmortem. Mwisho wa siku wakasema kwamba mtoto alikosa kama pumzi, in a way that inaonyesha kama either alishikwa shingo ama alizibwa pua akawa hawezi kupumua, na kwa sababu mtoto alikuwa akikaa na huyu msichana wa Kihindi peke yake, ikaonekana hakuna mtu mwingine yoyote yule ambaye angeweza kufanya kile kitendo isipokuwa ni huyu msichana wa Kihindi. Hivyo basi sheria ikatoka ya kwamba msichana wa Kihindi hukumu yake anapaswa kunyongwa kwa kutumia kamba ndani ya UAE. Kiukweli it's so sad. I got this story yesterday, and it's not a new story because it really happened it started back 2022, ambapo ile msichana aliweza kusafiri kule UAE kutoka India, na nikaona niwaletee pia nyinyi muone ule unyama ambao unafanyika wakati wewe unajua kabisa you are not involved, asilimia 100 kabisa unajua kabisa wewe hahusiki na kifo cha ile kitu ambacho kinaendelea, ama kifo cha yule mtu ambaye kinaendelea, lakini sasa kwa sababu umeekelewa na ukiangalia huna mwanasheria ambaye angeweza kukusaidia wewe kusimama kotini, because the family back home there India walijaribu sana kutafuta mwanasheria ambaye labda angemlipa ili kuja kumtetea mtoto wao, lakini kwa sababu familia yao ilikuwa ya uchochole, hawana pesa, hawana anything ambayo ingeweza kusaidia, basi wakaomba Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu bana, mapenzi yako yatekeleze, kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kumtetea yule kule, na hatuko naye hapa karibu, na tumelalamika kwa serikali yetu ya India ili iweze kusaidia, lakini hatupati msaada wa serikali yetu, na tumejaribu sana kuongea paka na wale wa uwezo wao kujaribu kuelezea, lakini imeshindikana. So sisi hatuna nguvu, mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatekelezwe. Na mdada wetu ama dada yetu kutoka India ndio hivyo akapoteza maisha yake. Ni uchungu wallahi, it's very sad. Na sina zaidi la kuongelea zaidi. Yani it's so sad, very sad, very sad wallahi guys.